Unikumbuke Baba, unapowazuru wengine, naomba unikumbuke, usinipite Yesu, unapowazuru wengine, naomba unikumbuke, unikumbuke Yeah.
Neno lako lina nguvu nyingi tena, msaada tushasema neno lako lina nguvu nyingi tena, msaada tushasema Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Nawasalimu katika jina la Yesu. Na tunashukuru kwa nafasi nyingine hii ambayo tumeipata katika mwendelezo wa kuyajifunza maneno yake. Tumekwisha kuomba tayari na tufungue kitabu yetu moja kwa moja katika kujifunza maneno yetu. Bila shaka najua tunatambua kitabu chetu cha somo hili. Kitabu chetu cha somo hili ni kitabu gani? Tito sura ya ngapi? Sura ya 2:11 hadi somo.
Unakusoma Amen. Haleluya. Huo ndio mstari wetu unaotubeba katika somo hili. Wale ambao hawakuwepo hapo nyuma, tumezungumza mambo mengi kulingana na Mungu alivyokusudia. Itakuwa vyema tu uweze kupitia mtandao wetu wa kanisa kwa ajili na wewe uweze kujifunza yale ambayo tumezungumzia kwa habari ya neema. Najua tumesema kwamba neema ina mapana mengi sana kwa mujibu wa neno la Mungu. Neema ina vitu vingi sana ambavyo tunaweza kujifunza, kwa sababu Mungu anaachilia kwa viwango tofauti tofauti, kwa namna tofauti tofauti, kwa utendaji tofauti tofauti habari za neema. Lakini tukasema kwamba tutajaribu kuangalia mambo masita. Tutaangalia tu mambo masita. Katika hayo masita tumeshaona mambo manne. Katika hayo masita tumeona mambo manne, na siku ya leo tunaenda kuona mambo mengine mawili kwa habari ya neema. Kanisa tuko pamoja? Tukusanye mawazo yetu pamoja, tuelekee kile ambacho tumeelekea kuja kufanya, macho ni ibada. Bado ninaona bado hatujajikusanya pamoja, bado naona hatujajikusanya pamoja. Haleluya. Tulizungumza habari ya neema, neema ya wokovu. Tuliongea mambo mengi hapo. Tukazungumza habari ya neema sehemu ya pili, ambayo ilikuwa neema ya utumishi. Tukazungumzia sehemu ya tatu, habari za neema, ambayo ilikuwa neema ya kuwa kwenye nafasi. Tukazungumza sehemu ya nne, habari ya neema, ambayo ilikuwa neema ya Mungu kujivunia wewe. Na leo tunaenda kuona neema ya kusimamia wokovu. Neema ya kusimamia wokovu. Katika kitabu kile cha Warumi sura yake ya 5 mstari wa kwanza na mstari wa pili ninasoma. Kitabu cha Warumi sura yake ya 5 mstari wa kwanza na mstari wa pili ninasoma. Andiko anasema hivi: basi tukiisha kuhesabiwa haki tokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu wetu. Haleluya kanisa. Na nataka tuweze kuzungumzia aina hii ya neema, ambayo ni neema ya kukaa kwenye wokovu. Neema ya kukaa kwenye wokovu. Warumi 5 mstari wa kwanza na mstari wa pili tumesoma. Neema ya kukaa kwenye wokovu. Ni jambo moja wapo kuokoka, lakini ni jambo jingine kukaa kwenye wokovu. Inawezekana uliokoka
ukaamini, ukampokea Yesu, akafanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na ukakombolewa kweli kweli, lakini kuna jambo jingine, kukaa kwenye wokovu. Sasa tunapozungumza habari ya kukaa kwenye wokovu, usitake kuona ni miaka mingapi upo kanisani, kwa sababu unaweza ukawa kanisani na ukawa umepoteza wokovu. Haleluya! Unaweza ukawa una miaka mingi upo kanisani, lakini wokovu umeupoteza. Kwa hiyo tunaangalia sehemu hii kama sehemu ya kukutunza, sehemu ya kukufanya wewe uishi kile ulichokipokea daima, sehemu ya kukufanya wewe ubaki pale ulipokusudiwa daima katika kusanyiko. Lakini ndani ya miaka yako mingi una wiki tu 2 za kuwa kwenye wokovu. Ndani ya miaka 10 yako ya kuwepo kanisani una wiki 2 tu za kuwa kwenye wokovu. Inawezekana una siku 3 tu za kukaa kwenye wokovu. Sasa Mungu huachilia, kwa sababu kuna mambo ambayo sisi kama wanadamu hatuwezi tukayafanya kwa viwango vikubwa, na Mungu anataka hayo tuyafanye kwa viwango vikubwa. Kuna mambo ambayo sisi hatuwezi tukayafanya sawa sawa na Mungu anavyokusudia tuweze kuyafanya. Kwa maana hiyo ni kwamba huwezi ukaweza kuuishia wokovu Mungu asipoyatilia neema hiyo kwenye maisha yako. Haleluya! Huwezi ukaweza kuuishia wokovu kwa viwango vya kimungu Mungu asipoyatilia neema hiyo maishani mwako. Lakini zingatia, neema hata inapokuja kwako, kuna namna unaweza ukaikataa au unaweza ukaikubali. Haleluya, haleluya. Neema ya kubaki kwenye wokovu Mungu anaiachilia kwa kila aliyeamini. Maadamu siku ile ulikubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakuja Roho wa Mungu kwenye maisha yako ili aanze kukupea yanayokupasa wewe kuyafanya. Kwa hiyo inakuwa ni neema ya kutunza wewe ubaki kwenye wokovu. Huwezi ukabaki kwenye wokovu kwa jitihada binafsi. Amen. Hapa hautumii nguvu zako kukataa dhambi, unawezeshwa na Mungu. Lakini kwa sababu Mungu hata akikuwezesha anakuachia nafasi ya maamuzi, kwa hiyo kuna uwezekano wa wewe kuikataa. Haleluya! Hakuna neema ya kwenda mbinguni. Haipo. Ya kwenda mbinguni haipo. Hakuna neema ya kukupeleka mbinguni. Kuna neema ya kukubakiza kwenye wokovu. Ni maamuzi yako. Ukikataa hiyo, mbingu wiki. Haleluya! Hii imechanganya na lazima ichanganye. Kwa wale tuliokuwepo ile wiki ya kwanza ya kujifunza maneno haya, tulisema kwamba neema ya wokovu inapokuja kwenye maisha yako, Mungu anataka akuokoe, uondokane na mahasi, uondokane na uharibifu, uondokane na kuangamia. Mungu anapokuja kwenye maisha yako, hiyo tayari ndiyo neema aliyoiachilia kwako, ambayo ndiyo neema ukiikubali na kupeleka mbinguni. Ukiikataa uendi. Haleluya! Naomba nieleweshe hapa kwamba
akamtumia Musa ili waondoke Misri kwenda Kanaani. Musa alipoenda kuambia wazee wa Israeli waliokuwa pale Misri kwamba Bwana anataka awatoe hapa katika utumwa awapeleke Kanaani, wale wazee wametiliwa na neema ya Mungu ya kuwatoa kwenye utumwa. Ile neema, wale wazee wasingekubali hatua kwamba ndio tumekubali na kufanya hatua, wangebaki Misri mpaka leo. Haleluya, alitaeleweka. Wagalatia njoo hapo. Haleluya, ndio Tarso njoo hapo. Sasa hawa watu wawili, sogea hapa. Hawa watu wawili inatakiwa wafike hapa. Haleluya, Bwana tusaidie sana, tuko sawa sawa, lakini wao hawana nguvu ya kufika hapa. Ila sasa ni Mungu. Sasa mimi nina nguvu ya kuwanyanyua kufika hapa. Amen. Wao hawawezi na wanatakiwa wafike hapa, kwa maana kwamba hawa sasa, kwa sababu ni kitu hawawezi, wanatakiwa wapate neema ili waweze. Sababu tulisema neema ni nini? Ni kitu ambacho unakipokea ukifanya zaidi ya uwezo wako. Kwa hiyo hawa ndugu hawa wanatakiwa wafike hapa, hawawezi. Sasa Mungu kwa sababu anataka ufike hapa, anajua wewe uwezi, yeye mwenyewe anakuja ili akuwezeshe, lakini kwa maamuzi yako. Kwa hiyo sasa hao watu wawili, mmoja akatae, mwingine akubali. Sasa mtachaguana wa kukubali ni nani? Haleluya. Jamani, nimekuja ni wachukue mwende Kanaani. Ambaye yuko tayari kwenda mshike mkono hapa, kwa sababu wewe mwenyewe huwezi. Haleluya. Neema ya kwenda Kanaani imekuja kwa wote wawili, lakini neema ya kufika imebaki kwa mmoja, kwa sababu yeye amekubali na kufanya hatua. Haleluya, haleluya. Kaa hapo. Hii ni neema ya tuliyozungumza sasa, ile siku ya kwanza tunayoizungumza sasa leo, kwa sababu kuna jambo kutoka na kuna jambo la pili kufika. Sasa huyu aliyekubali, huyu twende naye, tayari ameshakuwa kwenye mamlaka yangu mimi, ili afike pale anapotakiwa kufika. Kanisa, tuko sawa sawa? Kwa sababu huyu ameshakuwa kwenye mamlaka yangu, ili afike pale Kanaani anapoenda, anatakiwa pia aendelee kufuata kile ninachotaka afanye ili nimfikishe. Asipokubaliana na kile ninachotaka afanye, ataishia hapo, huku afiki nitamwacha. Hivi tunaelewana vizuri? Endeni mkae. Kwa hiyo ndio aina ambayo tunaizungumzia sasa leo. Ile ya kwanza ilikuwa ya kutoka wokovu, lakini sasa tunaangalia neema ya kubaki kwenye wokovu. Neema ya kubaki kwenye wokovu inakuwezesha
ili kwamba usiishie jangwani, ufike Kanaani. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba, na wewe njoo tukutumie mfano, maana umefurahia huu mfano wa mbele, tunamtumia kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa aina hii ya neema ya kubaki kwenye wokovu iko hivi, kwa sababu Mungu anajua kwamba huyu ameokolewa, lakini zipo mbinu mbalimbali za kivita vya shetani ili asibaki kwenye wokovu. Na yeye kama yeye, zipo mbinu anaweza akajua, zipo mbinu anaweza asijue. Tuko sawa? Sasa ndani ya zile zilizo juu ya uwezo wake, inabidi apate neema ya kumsaidia ili hasidanganywe. Ameokoka tena. Mungu anachokifanya ni kwamba anakuja sasa, anakaa ndani yake. Mungu anapokaa ndani yake ili amuangazie nuru hata mahali pa giza. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo neema ya kukaa kwenye wokovu ambayo Mungu anaiachilia sasa kwenye maisha yake inamtunza juu ya wokovu, kwamba akiwa sehemu, lipo jambo ambalo anataka kulifanya la kumuondoa kwenye wokovu, Mungu anasema naye ndani kwamba hili unalotaka kwenda kulifanya halikufai kama ulivyo. Anasikia sauti ya Mungu akimkataza. Haijalishi mahali alipo kuna watu wanamuona, haijalishi mahali alipo hakuna watu wanaomuona, lakini maadamu Mungu aliyemuokoa anajua hili akilifanya litamuondoa kwangu, anaiachilia hiyo neema ya kumfundisha usifanye hili. Kanisa, haleluya. Amen. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo neema inakutunza kwa mambo unayopaswa kuyafanya na mambo usiyopaswa kuyafanya ili ubaki kwenye quality ya wokovu. Kwa sasa yeye asiposikiliza ile sauti, ina maana kwamba anaikataa neema inayompeleka mbinguni. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba akitekeleza kwa vitendo ile sauti na kumkataza, ina maana kwamba ameapply kusikiliza au kukubali neema ya kumbakiza kwenye wokovu. Kwa hiyo ukikataa, hautakuwa na haki ya mbingu. Kwa maana hiyo, ndio maana ninawaambia kwamba hakuna neema ya kwenda, ila kuna neema ya kukukataza wewe yale yanayoweza kukufanya usiende mbinguni. Usipoisikiliza, ndio maana maandiko yanasema atakapokuja mwana wa Adamu atahukumu kila mmoja. Nilifikiri mtasema sawa sawa na neema yake. Atakapokuja atatoa hukumu kila mmoja sawa sawa na matendo yao. Kwa maana kwamba neema ilikuja ukaikataa, matendo ya uliyoyatenda ndiyo yanakupa nafasi, ndiyo yanakuamulia wapi unapopaswa kuwa. Neema ilitaka ikuweke mahali salama, wewe huku itekeleza. Amen. Umeelewa kaka? Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia kanisa, na haya ndiyo mambo ambayo yametupoteza walio wengi. Yamepoteza kabisa. Mtu anajihakikishia tu ni kwa neema, ni kwa neema, ni kwa neema ndiyo, lakini tunaitafsiri tofauti na ilivyokuja kwetu.
tunatafsiri neema iliyotujia tofauti na ilivyokusudiwa. Jana kwenye maombi mtu mmoja alipoambiwa kwamba jamani, nimekuwa sana sijui mchungaji asema nini, yeye akasema ni kwa neema Baba. Sina kutaja ila ni kwa neema. Amen. Neema tunaikataa kwa sababu kuna wakati Mungu anakuja asubuhi, alfajiri, kesho ni siku ya maombi leo. Mungu anakuja alfajiri, anakuwekea kengele ndani. Ukiangalia hivi unasema sasa baba hii kazini baadaye tabidi niende nampikia chai. Singili mumuzi yako na Mungu wako, lakini hiyo ndio neema tayari ushaikataa. Inakuwekea kengele kwamba kinachokupasa kufanya kipo. Kwa usipofanya hicho, ndio maana wachungaji muwe mnaelewa mazingira mengine. Mtu kaisha kataa sauti ya Mungu kwenye maisha. Mchungaji utasema, utapiga kengele, hakuna kusikia. Kwa sababu gani? Huyu ashamkataa Mungu. Utasema unakuwa kero. Sauti ya Mungu imekataliwa. Lakini hakuna namna. Ni hivyo tu kuendelea kusema. Nachukia tunasema. Nafurahi tunasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tusogee mbele kidogo. Mbona hivi kama zinaruka hivi? Neema ya kumjua sana Mungu. Neema ya kumjua sana Mungu. Lakini hii neema tuliyozungumza ya tano imeleweka. Ni jambo la msingi sana kuelewa. Ni sawasawa na Shemasi alivyofanya. Shemasi ametumiwa na Mungu kumsaidia mke wake neema ya kubaki kwenye wokovu leo. Akasema unachokifanya sio sawa. Inawezekana kuna watu wanaonaga anachokifanya wanakereka, lakini hawasemi. Amen. Mama mwalimu wa watoto, moyo uko safi. Nyumbani kusiwake huko. Eti ulinisema mtu anakuelekeza, inakuwa ni pema zaidi. Neema ya kumjua sana Mungu. Petro wa pili 3:18. Twende haraka hapa. Waraka wa pili Petro 3:18. Aliyepata kasoma. Kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utukufu na yeye sasa na hata milele. Ukiangalia vizuri katika Injili ya Yesu, anasema kwamba wakati Yesu anaanza kuliombea kanisa, kipindi anataka kuondoka, kazi yake imeisha, mojawapo wa jambo ambalo aliliomba juu ya kanisa ni kwamba kanisa limjue sana Mungu, kwa sababu ndani ya kumjua sana Mungu ndiko na uzima. Haleluya. Neema ya kumjua sana Mungu inapoachiliwa kwenye maisha yako, inatafuta kunyima nafasi ya vitu ambavyo vinaweza vikauharibu uelekeo wako na kuyatengeneza mazingira yasiyokufaa. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba moyo wako
wako badala ya kujazwa na vitu ujazwe na Mungu. Moyo wako badala ya kujazwa na watu ujazwe na Mungu. Moyo wako badala ya kujazwa na maneno ya watu ujazwe na Mungu. Ile Ayubu 22:21, mjue sana Mungu ili uwe na amani moyoni. Inasema kwamba ili uweze kupata salama ya moyo, ili uweze kupata shwari ya moyo wako, inatakiwa umjue sana Mungu. Haleluya. Waebrania 12:15 inasema hivi: mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiliwa unajisi kwa hilo. Waebrania 12:15, 22:21. Tumesema Ayubu 22:21, Waebrania 12:15. Tuko sawasawa kanisa? Tunaangalia aina nyingine ya neema, neema ya kumjua sana Mungu, neema ya kumjua sana Mungu. Aina hii ya neema inaachiliwa kwenye maisha yako ili uwe na muda kwa ajili ya Mungu zaidi ya vitu vingine, ili uwe na muda kwenye maisha yako na Mungu zaidi ya watu. Tumesoma hapa kwenye Waebrania kwamba angalia, neema ikipunguka kwenye maisha yako, kuna shina la uchungu linaloinuka. Kwa maana siku moja nilikuwa nazungumza hapa, nikawa nasema kuna watu ambao muda unaochukua kuzungumzia mambo ya watu, muda huo unakufanya hata kuwachukia watu hata ambao hujawahi kukutana nao. Shina la uchungu linainuka tu. Amen. Kuna mtu hajawahi kukutana naye hata siku moja, lakini tu kwa sababu na dini akikwambia, unajua anakuaga hivi, yule mtu mbaya sana, yule hivi, yule hivi. Siku utakutana naye utasikia mtu anasema, mtumishi shukuru jambo. Unasema, leo mtumishi shukuru hivi. Yaani unachukia, ulisikia tu, uliambiwa tu, hujawahi kumuona. Na inawezekana unamjua ndio, lakini hayo mabaya yake hujawahi kuyaona. Umetengeneza tu chuki tu yake tu. Muda unaachilia muda wako kuyapokea ambayo yanakuharibu badala ya kutengeneza. Shina la uchungu linainuka kulingana na kwamba haukumpa Mungu nafasi. Neema ya kumjua sana Mungu haiji automatically. Hilo tuzingatie. Amen. Amen. Hii inajengeka kulingana na muda unapowekeza kwa Mungu. Hivi tunaelewana vizuri? Kulingana na muda ambao wewe mwenyewe umeamua kuwekeza kwa Mungu, ndipo sasa Mungu anaachilia. Sawa?
ndani ya moyo wako wewe, Mungu anaonekana zaidi ya vitu vingine. Tofauti na hapo, hii haitawahi kutokea kwenye maisha yako. I'm telling you kabisa, haiwezi ikatokea hata saa moja. Utaishia kuisikia kwa wenzio. Kwa hiyo hii unatakiwa kuitengenezea mazingira. Unatakiwa wewe mwenyewe uwe na shauku kwa ajili ya Mungu, ila kwa sababu kuna mambo ambayo tumeshasema katika wokovu hatuwezi bila Mungu. Kwa hiyo yeye anakuwezesha. Ndio maana ukiingia kwenye maombi anakuwezesha, ukiingia kwenye kusoma neno anakuwezesha, ukiingia kwenye kujifunza anakuwezesha, ukiingia yani kuna jambo utalifanya yeye asipokuwezesha na ukalifikia katika kiwango sahihi. Amen. Lakini inahitaji muda. Muda unaoamua wewe kwamba huu ninauwekeza ni akiba, au tuseme kwa lugha nyingine ni mbegu, unaipanda kwa ajili ya kitu fulani. Nahitaji kumjua sana Mungu. Unahitaji kumjua sana Mungu, nini unachokifanya hivi. Amen. Nini unachokifanya? Miriam, are we together? Nini unachokifanya? Au unahitaji kumjua sana Mungu? Amen. Ashinda alikuwa anatarajia jibu pale. Sikumwambia jibu. Umewekeza muda gani kwa ajili ya Mungu? Tunaangalia habari za Musa. Mungu anajifunua kwa viwango vikubwa kwenye maisha yake kulingana na alivyowekeza kwa ajili ya Mungu. Kwenye ile Kutoka 33 mstari wa 12, aliyepata anasoma pale au nisome mwenyewe? 33:12. Musa akamwambia, Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe ukunijulisha ni nani atakayemtuma pamoja nami. Nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Lakini umesema na kujua wewe kwa jina lako. Nawe umepata neema mbele zangu. zangu. Endelea. Basi sasa nakuomba Bwana, ikiwa nimepata neema mbele zako, kama nimepata neema, nionyeshe njia zako nipate kujua. Nionyeshe njia zako ili nipate neema mbele zako. Ili nipate umekosea kusoma. Rudia mstari wa 13. Basi sasa nakuomba ikiwa nimepata neema nionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Ndilo taifa. Haleluya. Bwana usaidie sana. Unajua maandiko mengine watu wengine wanayasoma kama historia tu. Haya ni maisha ambayo ni kweli kwa namna ya historia imetufikia kwetu, lakini ni maisha wameishi watu wanadamu waliozaliwa kama ulivyozaliwa wewe. Kwa tunajaribu kujifunza ili na sisi tusibaki kuona ni story, tuyaweke kwenye maisha sasa.
tuanze kuishi kile tunachojifunza. Haleluya! Hivi tunaelewana vizuri? Yes, anasema kwamba Musa anamwambia Bwana, sasa unasema ni wachukue watu hao, lakini hujaniambia ambaye tunaambatana naye kwenye msafara, lakini unasema umenijua. Sawa, kitu ambacho nataka ujifunze hapa ni kwamba Musa hataki kuridhika na viwango fulani. Musa hataki kuridhika na viwango fulani. Mungu anamwambia wewe una neema kwangu, okay, haina shida. Mungu anamwambia mimi nakujua kwa jina lako. Musa, okay, haina shida. Pamoja nimepata jina lako lakini sijaridhika. Mstari wa 13 anasema jambo ambalo lilinishangaza kwamba basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako ili nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Hivi huu mstari tunauelewa kanisa? Kama unachanganya vile. Amen. Ada, tuko pamoja? Anasema kwamba basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, amepata neema. Anasema kwamba unionyeshe njia zako ili nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Sasa hii neema ya kwanza imepotea wapi? Anasema tena aonyeshe njia zake, apate tena neema mbele zake. Kuna viwango Musa alikuwa anavitaka. Anajua ana neema. Ndio maana tumewaambia kwamba habari ya neema ni aina nyingi kibiblia. Hata hizi sita hazitoshi hata robo kuzungumzia. Amen. Sasa yeye Musa anajua kwamba nimepata neema, lakini yeye kama yeye anaona kwamba hii neema haitoshi. Hii neema haitoshi. Kuna aina ya neema ambayo ninahitaji. Musa, hii shauku ilimjia kwa sababu gani? Ilikuwa ni kwa sababu wakati Mungu alimuita Musa ili akatoa wana wa Israeli kule Misri, Musa aliambiwa kwamba itakupa Haruni ambaye utakuwa naye kwenye msafara, na Haruni atakuwa msaidizi wako, na Haruni atakuwa msemaji wako. Kwa hiyo Musa akasema hakuna shida. Safari ikaanza, wakaenda Misri, wakapambana huko, wakatoka. Wapo jangwani, huyu Haruni niliyepewa na Mungu kwamba tuambatane, mimi nipo mlimani, yeye anainua sanamu huku kwenye kusanyiko. Hivi tuko sawa sawa? Kwa hiyo Haruni alipoinuka sanamu kwenye kusanyiko, hili moja kwa moja lilivunja na kusambua imani ya Musa juu ya kutegemea mwanadamu mdhambi. Kwamba mimi nilipoenda mlimani nilitarajia kwamba huku mambo yatakaa vizuri kwa sababu Haruni yupo, lakini huyo Haruni tena ndiye alikubali vishawishi vya kutengeneza sanamu ikainuliwa. Kwa hiyo sasa hapa ni baada ya hiyo tukio, safari inatakiwa sasa iendelee. Hilo tukio limepita. Musa anaambia Mungu, nimepata neema, lakini kwa awamu hii tunahitaji zaidi. Haleluya. Kwa awamu hii simtaki Haruni. Ukiendelea kusoma hapa anasema kwamba Mungu, kama wewe sipojumuika kwenye safari hii hakuna kumwona, tunakutaka wewe mwenyewe. Unaelewa kitu ninachokisema? Haleluya. Haleluya. Ni viwango vingine vya neema ambayo Musa anataka hapate kumjua sana Mungu, ili kwamba atembee katika Mungu mwenyewe, sio wanadamu. Sio wanadamu. Kwa hiyo hapa kinachoendelea hapa ni nini?
Musa anataka kwamba ndani ya safari ya kuendelea mbele, ambaye atakuwa msaada wa karibu, sio tena mtu yeyote, awe Mungu mwenyewe. Hivi tunaelewana vizuri? Sasa wewe kwa sababu ya watu ulionao, inakuwa ni sababu ya kurudi nyuma kabisa, kuharibu na nafasi yake ya wokovu kabisa. Kama ulikuwa na huduma unasema naviacha, hatutaendelea. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Na kanisani kwao sitaenda. Kumbe ni kwa sababu ulikuwa unakuja kanisani kwao, ndio maana likitokea jambo kwao unaondoka, maana ulikuwa unakuja kanisani kwao. Sio kanisani kwao ndipo ulikuwa unakuja. Sasa wao wakafanya jambo, lazima uondoke kwa sababu walikuwa kanisani kwao. Lakini kama unajua kwamba unakuja kwenye kusanyiko la Mungu wa mbingu zote aliyekuumba, mimi nikikusumbua utaenda kwa Mungu. Shukuru ameharibu. Nini kifanyike? Wengi mmewekeza imani kwa watu, ndio maana hatuendelei. Wewe ujaona mtu anasema na kanisani sitaendaga kwa sababu tu alisikia taarifa mchungaji fulani alishikwa aenjoy maisha. Wachungaji nao hata kanisani hakuna maana hata kwenda. Okay, kwa sababu naenda kwa mchungaji hakuna maana. Hakuna maana kwenda. Ana haki ya kusema nilikuwa naenda kwa mchungaji na yule mtu jamani. Safari haijaishia jangwani kwa sababu Haruni ameharibu. Haleluya. Safari inaendelea, lakini akili ya kufanya ni kwamba akiharibu aliye karibu yako, angalia sasa kuwekeza zaidi kwa aliyemuumba huyo aliyeharibu. Badilisha mtazamo, badilisha mwelekeo. Nini ambacho unafikiria sasa ili uwe strong zaidi? Okay, utegemea kwamba nikuinue, ikashindikana mimi kukuinua, ndio umeharibia maisha yako, yaishie hapo. Ndio yaishie hapo. Haleluya. Kanisa, haleluya. Ondoa mtazamo wa kuwekeza kwa watu. Amen. Dada, usijinyonge eti kwa sababu yule kijana umesikia amefunga ndoa na alikuwa amekuahidi ndoa mwezi ujao. Unajitundika tu kama kabisa unachukua kwa ajili ya kuweka shingoni mwako. Miriam, naona hapo umetika sana, au kuna aliyekataa hizi? Yaani mfumo wa dunia tumewekeza kwa tunaowaona, lakini tunasahau kwamba yupo ambaye amekuumba. Yupo ambaye amekuumba. Yule mwimbaji akaimba kwamba naye mwegemea kuna asikiliza nyimbo. Simama kwanza wewe usikilize nyimbo. Anasema hivi kwamba unayemwegemea na yeye anaweza kuanguka tu. Haleluya. Kwamba unayemwegemea na yeye anaweza kuanguka tu. Kwa maana gani? Wanadamu ni sasa. Aina hii ya neema itakutunza, itakubeba, itakuendesha hata kwa mazingira ambayo umejikuta wote hawako tena
upande wako, utajikuta kwamba wote wamekuwa kinyume chako. Lakini kuna ambaye hawezi kuwa kinyume chako hata siku moja. Ambaye ni nani? Mama Mwamposa, tuko pamoja? Yes, hii itakusaidia kwamba hata kipindi ambacho utajikuta upo kwenye mazingira ya kutokumpata mtu mwingine, utakuwa na uwezo wa kusimama wewe kama wewe. Kwa maana kuna watu ambao wokovu kwao ni kama yupo na watu waliookoka wenzie. Muda yuko na watu waliookoka wenzie, ameokoka na yeye. Muda wakiachana na waliookoka wenzie, haleluya, amen. Ninataka twende kumaliza ili tuwe na muda wa kuomba. Neema ya kumjua sana Mungu. Neema hii inatakiwa iwe kiu ya kanisa, inatakiwa iwe kiu ya kanisa. Lakini zingatia kwamba tumesema hii ni neema inayotengenezewa mazingira. Usione Musa amefika kwenye viwango hivi. Miongoni mwa watumishi wote waliotumika na Mungu, Musa pekee ambaye Mungu alizidisha utukufu wake zaidi ya wote. Amen. Lakini sasa jambo ambalo kanisa tunashindwa kuelewa ni kwamba neema iliyoachiliwa kwetu zaidi ni zaidi ya aliyoibeba Musa kipindi kile. Sikia nikwambieni, Musa anataka aone uso wa Mungu. Mungu anamwambia kwamba hilo ni jambo ambalo ni ngumu kuona uso wake. Amen. Lakini la kukusaidia wewe Musa, ili angalau uone angalau mazingira fulani, inatakiwa ukasimame kwenye mwamba. Amen. Musa anaambiwa kwamba okay, ulichokiomba ni kigumu, lakini kuna kitu kidogo kitakachokusaidia. Ukasimame kwenye nini? Mwamba. Ukisimama kwenye huo mwamba, angalau kidogo utaona mazingira ambayo utukufu zaidi. Sasa mwamba wenyewe unaozungumziwa ni Kristo, ambaye wewe unasema kwamba Kristo yuko ndani yako, alafu kwenye maisha yako utukufu wa Mungu usionekane. Hii imekaidi, hii inatutia mashaka. Inatutia mashaka. Hivi tunaelewana vizuri? Musa anaambiwa kae kwenye mwamba ili angalau mazingira ya utukufu wa Mungu ayaone. Sasa wewe unasema mwamba wenyewe huko ndani, wewe tena kusimama juu, yaani ndani yako. Tusimame. Mwamba utakaje ndani na Mungu asionekane kwenye maisha yako, bado ubaki tu unaangalia watu tu. Mungu mwenyewe anakaa kwenye maisha yako. Utavunjikaje? Amen. Kiongozi wa kwaya, utavunjikaje? Waimbaji, utavunjikaje? Hata wakisema kwamba uliimba vibaya, utavunjikaje? Haleluya. Hata wakijani unasumbukaje na watu? Usisumbuke na watu. Haleluya. Hapa Nufu kuna watu ambao nikiwa sipo wananisema vya ajabu sana. Wananisema.
Haleluya! Wananisemaga, wanakuja kujitongea wao wenyewe, wao wanaosema. Lakini nikikutana na yule tusina shida naye. Sasa Mungu anachokifanyaga tena, mkikutana nakupa adabu. Mtumishi jambo. Naendelea na tuko sawa. Amina. Utukufu wa Mungu. Haleluya. Usizunguke na watu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu. Ukimjua sana Mungu, haya mambo mengine hayatachanganya maisha yako. Kwa hiyo nataka tuombe, lakini tulizungumza kama mwendelezo, na yapo mambo ambayo yamegusa kwenye maisha yako. Nataka tuweze kuomba kile ambacho ni shauku yako ya ndani juu ya neema ya Mungu. Mimi siwezi kuwa msaada kwenye maisha yako. Ni chombo tu ambacho Mungu anaamua nifikishe ujumbe wake kwako. Basi ni chombo tu ambacho Mungu anaamua kupitia mimi ujumbe ufike, lakini ambaye baada ya ujumbe kufika unayetakiwa sasa kumtazama ni Mungu. Udhaifu wangu uko sehemu fulani, udhaifu wangu uko mahali fulani. Bwana niwezeshe. Haleluya. Nasikia nikuite hapa mbele. Nasikia nikuite hapa mbele ili Mungu akuwezeshe. Nasikia nikuite hapa mbele kwamba unasema kwamba kuna mazingira au kuna mahali katika aina za neema tumezungumza, kuna mahali ambapo nahitaji Mungu kwa viwango. Sio tu tuliyoyasema leo, kuanzia tulipoanza somo hili. Kuna mazingira, kuna mahali moyo wako unasema kwamba nahitaji Mungu aniwezeshe. Njoo tuombe pamoja. Njoo tuombe pamoja. Usisubiri tuseme mara mbili tatu ili kuja. Kile kilicho ndani yako kinatakiwa kifanye kazi direct. Tumezungumzia pointi nyingi sana kwa habari ya neema. Neema ya